Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Once again, karibu sana katika habari mbalimbali za kimichezo. Kama ambavyo unavyojua, tuko hapo kwa ajili ya kuhakikisha hilo linatokea kwa ukubwa zaidi. Sasa Pacome yuko mbioni kuondoka nchini bwana, na yuko mbioni kuondoka nchini, lakini si kwa maana ni anaondoka nchini kwa jambo baya, hapana, bali ni kwa sababu nzuri. Kiungo mshambuliaji wa Yanga Pacome Zouzoua ameitwa kwa mara ya pili kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast kwa ajili ya mechi mbili za kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Pacome anaungana na Franck Kessie, Seko Fofana na Ibrahim Sangara anayecheza kwenye kikosi cha Nottingham Forest kwenye eneo la kiungo kujiandaa na mechi dhidi ya Seychelles ugenini Oktoba 10 mwaka 2025. Na baadaye watakuwa na mechi dhidi ya Kenya nyumbani Oktoba 14 mwaka 2025. Kumbuka, Pacome alianza vizuri msimu kwa kufunga bao la ushindi dhidi ya Yanga kwenye mechi ngao ya jamii kwenye ushindi wa bao 1-0 na kubeba taji hilo. Anaungana na nyota 23 walioitwa kwa ajili ya huo mchezo. Nimeona Privadinho kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika kuhusu hao watu ambao wameitwa kwenye hilo eneo, kwenye eneo la viungo, akisema katika viungo wanne walioitwa timu ya taifa ya Ivory Coast ni hawa: Pacome Zouzoua Young Africans, Franck Kessie Al Hilal, Seko Fofana Rennes pamoja na Ibrahim Sangare Nottingham Forest. So wameita wachezaji only wanne tu ambao wanacheza kwenye hilo eneo, na tumemuona rafiki yetu akiwa miongoni mwa walioitwa Pacome Zouzoua. Sasa kuitwa ni jambo moja, lakini kudumu kwenye hilo eneo, kuendelea kuwepo pale, hilo ndio jambo jingine ambalo ni kubwa zaidi, jambo ambalo tunasubiri sasa kuona kwanza atapata nafasi ya kucheza, na kama atapata nafasi ya kucheza performance itakuwaje kwenye mchezo huo. Tusubiri kuona jinsi ambavyo mambo yatakavyoenda. Kikubwa zaidi, endelea kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Instagram, hapo mambo yatakuwa kupitia YouTube na Instagram yetu ambayo inafahamika kama Almachus Kanyasi. Kumbuka tunapewa nguvu kubwa sana na Uchumi Commercial Bank ambao wao wanakuambia sasa hivi hakuna kukwama tena, kwani kila kitu kinaenda sawa bin sawa.